Karibu kwenye exclusive interview. Leo niko na ndugu yangu bana Famau. Sijafanya interview siku nyingi sana. Kaka, kwema lakini? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko vyema. Mbona nasemaje? Allah anabariki. Kila siku zinapozidi Mwenyezi Mungu anatufungulia mambo. Tunapambana huku na huku kushoto kulia. Mambo yanaenda vizuri. Nikitaja watu ambao wanajitahidi sana kupatanisha watu, Famau nakupa maua yako, wanajitahidi sana hata kwenye dini pia wanajitahidi watu kuwakumbusha Qur'an inavyosema na namna nyingine pia nyingi. Kwa wewe mwezi wa Ramadhani mwezi wa namna gani hasa? Ni mwezi wa kuchuma kheri, lakini mwezi wa ukumbusho kwamba mrudie Mola wako. Unajua mwezi wa Ramadhani watu wengi wanaotumia kama kurejea kwa Mwenyezi Mungu, lakini inabidi iwe kwamba huu sio mwezi wa kumrejea tu Mwenyezi Mungu peke yake. Miezi yote iliyobaki ni ya kumrejea Mwenyezi Mungu na kuwa na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo na mambo kama hayo mimi nauchukulia mwezi wa kuchuma, mwezi wa kufanya toba, kwa sababu fadhila zake ni nyingi tofauti na miezi mengine. Nikupongeze pia, umekuja na mashindano yako ambayo nani wasanii pia unawapa challenge na nini, pengine hasa idea ilianzia wapi na imefikia wapi? Pia idea nimeanzia nyumbani, kama ushawahi kunifuatilia nyuma, ulikuwa unaona nilikuwa nafanya na wazazi wangu wadogo zangu. Kwa hiyo nikaona mwezi wa Ramadhani kwa nini nisifanye ikawa viral tu, sababu nitafanya wewe mpaka watachoka, nafanya na wazazi wangu na ndugu zangu watachoka. Kwa nini nisiguse na watu wengine? Kwa hiyo nikaja na creativity kwamba yes, wasanii wana mvuto wingi, wana ushawishi mkubwa, nikiwapata huyu akisoma Qur'ani, huyu celebrity kasoma Qur'ani kafanya nini, mtu mwingine anavutiwa. Nishaslimisha watu tangu nimeanza. Kwa hiyo unaona watu wanavutika, wanakuja. Kwa hiyo imekuwa jambo kubwa sana. Nimefanya na watu wazito, wachezaji kwa wasanii, na nina project kubwa, tegemeeni inshallah. Mambo yakiwa vizuri, Simba la Masimba utamwona anasoma Qur'ani. Nilikuwa nataka nije hapo, ameposti bwana kwa sababu na wewe muiteni aje wewe. Kwa nini ulivyoiona ilikuwaje ile? Comment zilikuwa nyingi bwana, tunamtaka Diamond Platnumz, washasoma wengi, kaambia tulieni. Na nishafanya na Ricardo. Kaambia Ricardo tunafanya, akaniambia tulia mdogo wangu. Hili jambo linaenda. Kwa hiyo tuzidishe uradi, mwamba asipate majukumu mengine. Kwa hiyo mtamuona pale Chibuka soma sawa na. Kwa vitu kama hivyo. Wewe unaendelea kama kiasi gani yeye? Zawadi zake nono sana. Zawadi zake nono sana. Huko kuna package kubwa, atapata vitu. Yaani vitu vingi Mungu atapata. Lakini nikupongeze pia katika engo hiyo pia. Umekuwa ukiwasaidia pia wasanii kama hivi, watu maarufu pia. Hivi ni sahihi kwa msanii kuwa katika mahusiano katika mwezi wa Ramadhani kama vile ambavyo ilivyo kwa Harmonize na Kajala, hawajaoana lakini still bado wanafunga na vitu kama hizo? Shubha. Hiyo ni shubha. Unajua ile sio halali yako. Kitu cha halali ndicho kinachoruhusiwa. Ndio maana hata mwezi mtukufu wa Ramadhani, halali yako utafanya naye tendo la ndoa usiku wa Ramadhani baada ya kufungua, sio mchana wa Ramadhani. Sasa ashumu hiyo, kwa sababu mkishakaa hivyo, ina maana nyinyi mtakuwa mnafanya zinaa. Mkishafanya zinaa hairuhusiwi mwezi wa Ramadhani. Na ili mtu ujimilikishe ni wako wako, oa. Ndio sisi dini yetu inasema hivyo, lazima uoe. Kwa hiyo sasa hiyo shubha na binadamu tumeumbwa matamanio. Kwa hiyo ile sio halali yake afunge. Ile ni dhambi. Kwangu mimi naona dhambi. Siwezi kuitafsiri kwa vibaya, lakini itakuwa si vizuri. Yaani si vizuri aache. Sababu sio halali yako na anayekitenda kimoja, wewe unaona sio dhambi. Dhambi. Almar'atu al-ajnabi, mwanamke wa kando. Nilimsikia pia Mwijaku alionya pia kwenye, alikuwa sahihi kumbe? Alikuwa sahihi, Mwijaku ipo sahihi, ni dhambi. Ili mali ujilimilikisho la anayekitenda kimoja, oa kabisa. Nilikuwa pia Manara pia amekuwa akikusifia sana kwa namna ambavyo unafanya pia, hata jana pia mbele ya kamera pia alisema hicho kitu. Kwa kweli hasa Manara ni mtu wa namna gani hasa? Yule mimi ni baba yangu, naweza kusema hivyo kwa sababu umri wa baba yangu kabisa. Yule ni baba yangu, lakini mimi ni shabiki yake mkubwa since day one. Yaani mimi Bugatti nilikuwa namkubali tangu ipo Simba. Unajua kila mtu ana mapenzi yake na mtu, yaani wewe unavyompenda mtu, usilazimishe mimi huyo mtu nimpende na mimi. Kama anamchukia namchukia, lakini ninampenda mimi, siwezi kulazimisha yeye umpende. Kwa kila mtu ana kitu ambacho anakipenda. Kwa mimi Manara ni baba yangu, nishafanya mashindano kwake, ameshanisupport kwa 100% na nyingine. Kwa hiyo ni mtu wangu wa karibu, alhamdulillah. Unajisikiaje anavyotazama? Kupishana kwa binadamu ni kitu cha kawaida. Kwake yeye hasa kitokea kama vile ambavyo pengine anasema kitu ambacho kina faida ama ana uelewa wake uko vile, watu wana react tofauti. Unafiliaje kwa upande wako? Ni maoni na mtazamo wa mtu. Ndio kama hivyo, mtazamo wangu huwezi kutofautisha na wako. Wewe unaona mimi nitafeli, mimi naona mimi nitafaulu. Kwa hiyo ni mitazamo ambayo kila mtu kwake anaona sahihi na mwingine anaona sio sahihi. Kwa hiyo Manara ugomvi wake, production zake ni yeye binafsi. Mimi mapenzi yangu kwake ni tofauti kabisa na vurugu zake. Kwa hiyo jana nilikuwa uko Godi pale na wewe ulikuwepo pia. Baada ya maongezi yale, Godi alikwambia nini hasa?
Anaambia da, unanipigisha shoti mdogo wako. Kaambia shoti ndio kweli. Si huyu hapa wewe. Polisi. Kwa hiyo vitu unaviona. Kwa hiyo huyu ni mmoja mara ukiniambia rafiki yangu wa karibu ukiniambia rafiki yangu wa karibu yani wa karibu sana basi ni Godi ambaye mimi naweza nikafeli kimaisha. Godi akanisaidia bwana. Godi mimi sina laki mbili anaweza akaniingizia. Fuma mdogo wangu mimi sina namuingizia, ndio tunaishi hivyo. Natafuta combination yote kwenye sport. Huwezi kuipata mimi na Godi Yanga. Tafuta Simba, tafuta Azam, tafuta upate. Ninachotaka kukifanya mimi Godi anakijua, anachofanya Godi mimi nakijua. Sawa kabisa. Hapa nzuri bwana Godi huyu hapa. Godi, hebu pita kwanza. Waandamizi vipi? Mbona kama nataka kuchonganisha tena? Mimi nawaambiaje? Niwaambia katika marafiki hakuna na hatotokea. Kama atatokea basi utakoshazeeka combination kama yetu kwenye mpira. Mashaallah. Yani hata mjaribu kujiorganize vipi mtapata. Nimwambia ninachokitaka kufanya mimi Godi anakijua. Na nataka kufanya kigodi mimi nakijua. Hata kama hajaniambia. Kama anabisha mimi naweza nikafanya jambo mpaka malizie. Sisi tunakupongeza Asma kufanikisha jambo kubwa umelifanya, hadhira kuunganisha. Unanielewa vizuri? Tuondoke na pale kwa Asma pa kufuturisha watoto yatima. Yaani lazima hapo pawepo. Hongera zako Asma, ili jambo kufanikisha. Umewalisha mayatima, yani umefuturisha. Hata kulipa karima, kheri zako kuzidisha. Mashaallah. Kulipe kheri dada yetu Asma Jamila. Hii nimependa sana hii. Godi, nilikuwa naongea na ndugu yako hapa, nikamuuliza kila ambacho jana nimekuta. Wewe ni muungwana pia. Kiacha kwamba ni shabiki lakini pia ni muungwana. Jana nimekutana wewe na Manara pale mkao mnacheka na nini. Ilikuwa ni moment aina gani hasa jana ile? Bwana mpira una tabia moja. Mpira mnacharulana. Mtachalana kadiri ambavyo mnaweza kuchalana, lakini mkikutana mtasalimiana. Kiukweli kwenye mpira lazima uwe mkweli. Utakitu kwa mnafiki. Ukiwa mnafiki kwenye mpira ndo atakukuta yale samahani. Si unajua kuna watu wanaomba msamaha kila kukicha. Mangungu mbaya kesho Mangungu ulisamehe. Kesho kutwa Mo mbaya asubuhi yake Mo nisamehe. Kwa hiyo ukiwa muungwana unakuwa alhamdulillah. Kwa hiyo nakimbia kidogo na kuratibu wa watoto wa mashaallah hamna shida. Kwa hiyo mimi kwangu El Bugatti ni moja kati ambao watu nilikuwa na respect sana kwangu, kwa sababu baada ya kuwa afisa habari wa Simba alikuja kuwa afisa habari wa Young Africans. Na mimi kama mshabiki wa Yanga ni sehemu ya watu ambao wana support kazi ya Yanga mwanzo mwisho. Kwa hiyo El Bugatti tulifanya naye kazi yeye akiwa afisa habari, sisi tukiwa mashabiki. So kwa lililotokea siku 2-3 yalizingua. Yaani in short alizingua.